tunacheka, anga linawaka, tulia sasa, pumzika roho. Wao wanachotaka tu washukuru tu. Ndio nashukuru wazazi wangu, namshukuru baba yangu aliyotangulia mbele za haki, Mungu amrehemu. Mwanga wa milele, nuru ya Mwenyezi Mungu iendelee kumulika huko uliko mzazi wangu. Mimi nakukumbuka na kuheshimu na kupenda, yani hicho tu kinatosha. Hewa ya dunia, maji, uhai, dunia. Yaani ukifanya tu hivyo mara kwa mara yaani mengine atajileta tu wenyewe. So yani ni muhimu sana kuweza kutambua hilo. Sasa hawa tumesema ni biological ancestors, wana mambo yao, DNA hawa wana mambo yao, wanaweza kukusaidia moja kwa moja. Ni muhimu sana kuelewa hili kundi, ni muhimu sana kwa sababu wanakuwa karibu na wewe zaidi. Sasa wanapoona uwakumbuki, wiki imeisha, wiki ya kwanza, wiki ya tatu, mwezi wa kwanza, mwezi wa 4, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wanaona hawana haja ya kuendelea kuwa karibu na wewe. Wanaenda mbali tena, wanakaa mbali na wewe, wanakwenda kupewa na kufanya shughuli zingine kabisa, wawe tena karibu na wewe. Wanaenda kupewa majukumu mengine sana katika ulimwengu wa kiroho. Kwa maana hiyo hao wazee wetu hata ambao tuko nao sasa, ambao wako hai, wana kazi sasa hivi ya kutulea kimwili, pengine kiakili, kwa mazingira ambayo tunayoona sasa, na baada ya hapa wana kazi ya kutulea kiroho sana. Yaani jukumu bado linaendelea kabisa, nakwambia ukweli, na nitakupa ushahidi baadaye. Jukumu bado linaendelea. Sawa mamangu? Kwa hata wewe ukifa hapa leo hii, hautotaka kuona mtoto wako kesho huko kwenye ulimwengu wa kiroho, unaona mtoto wako anapotea, anateseka, afu wewe upo na access ya kuweza kumsaidia. Lakini sasa access hiyo hawezi kuipata mpaka wewe mwenyewe mtoto uweze kumkumbuka. Yaani kuna nguvu ya sauti ambayo inatuunganisha wao na sisi. Nisikilize vizuri. Kuna nguvu ya sauti ambayo inatuunganisha kati ya ulimwengu wa kiroho na sisi. Tunapotamka kuna access zinafunguka. Yaani maneno yetu sisi ni kama key, ni kama ufunguo wa kufungua hayo mawimbi ili wao wapata access. Nimetajwa. Simenielewa Sasa kama hapati hiyo access, maana yake hayo mawimbi hayamfikii. Na pengine labda siwakumbuki, sio kwamba siwakumbuki, ni kwamba sina ufahamu huo kwamba natakiwa kuishi kwa kuwakumbuka ndugu zangu ama wazee wangu waliotangulia mbele za haki. Hicho pengine kinatokea bila mimi kujua, na wakaenda mbali. Na wenyewe pia huko walipo wanaona nafsi yangu ni kwamba sijui chochote. Wanaweza wakawa pengine nikawakumbuka kama sasa baada ya kupata elimu hii watarudi sana tu. Yaani muda wote wapo sana. Wananingojea. Na wengine kama nilikwambia nitakupa ushahidi wengine huwa wanaletewa maradhi, magonjwa kwenye ukoo au kwenye familia. Lengo si kuadhibu, lengo ni kuwakumbusha. Kufanya 2 3. Mnapewa maradhi kwenye ukoo, mnapewa shida, mnapewa machangamoto kibao, nyewe mnaona tu mambo hayaendi, kumbe kuna kitu mnatakiwa mfanye. Ndio pale tunarudi sasa kwenye mila na desturi na tamaduni za ukoo na eneo husika. Ndio maana ukisikia watu wanakwenda kufanya matambiko, tambiko ni nini? Tambiko ni communication, ni mawasiliano baina ya wazee hao ambao kiroho na tulioko. Tumefundishwa vibaya sana. Yaani tumefundishwa kukariri mambo, kuyaona kama vile is negative. Kumbe ile ni communication, kuweka usawa baina yenu na wazazi wenu wa kiroho. Kuwe na mawasiliano ya karibu, isitokee shida. Protection ya wajukuu zenu, watoto zenu, muda wote wazazi wenu waangalie, wakinge na mabalaa na shida. Kumetokea balaa la njaa, kumetokea shida, kumetokea hichi, mnafanya. Kuna vitu wanafanya kwenye makabila yetu haya. Vipo. Sasa tumeacha ule utamaduni, tukabeba utamaduni mwingine na ustaarabu mwingine. Hatukatai kwenye dini zetu, hatukatai kwenye imani zetu, lakini hizo imani zinatukumbusha na zinatuambia kila siku tuwakumbuke pia hao mababu.
Kwa mfano tunamwombea Bikira Maria, tunamwombea Yesu Kristo, si ndio? Tunamwombea nani tena? Mtume Muhammad, si ndio? Wengi tunawataja lakini hawapo. Lengo la kuwataja ni nini? Wakumbuka, watupe access, watupe nguvu. Tufanyeje? Watupe ulinzi. Sasa kama ambavyo unavyowataja wale, ndivyo unatakiwa wataje pia na wazazi wako wa biological. Sasa tunawasahau wazazi wetu ambao ni biological ancestors, tunawataja ambao ni wambali sana. Nimesema nitataja magrupu Grupu ni la kwanza ni hawa wanaotokana na damu yako, sawa? Lakini grupu jingine ni grupu ambalo tunaliita ni wazazi wetu wa kiroho, lakini kwa upande wa viongozi. Yaani kuna watu tumeishi nao hapa kwenye ulimwengu ambao wenyewe ni mapasta, pengine walikuwa ni wachungaji, walikuwa ni maaskofu, walikuwa ni mashehe, walikuwa ni watu wetu wa karibu. Yaani walikuwa wanatusaidia mambo mbalimbali kwenye upande wa kiroho. Tunaweka katika grupu moja. Inawezekana alikuwa ni shehe wa msikiti, alikuwa ni imamu wa msikiti, alikuwa ni pasta, alikuwa ni askofu. Sasa hao wanapoondoka pia wana nafasi yao kule, wana kiti chao. Unafikiri sio watu wamepewa elimu gani jamani? Lakini hawa pia ni viongozi, ni wazazi, ni walezi tena sana kuliko kawaida, kwa sababu huku walikuwa na nguvu kidogo, kule wanaenda kuwa na nguvu zaidi, kwa sababu walikuwa wanamtumikia Mungu muda wote. Kwa kule wanapewa vyeo vya juu, kuna madaraja wanapewa ya kutusaidia sisi. Sasa bahati mbaya, maskini wa Mungu wenye familia hiyo ya hao viongozi hawakumbuki. Lakini wewe mtu baki wa pembeni kabisa, umeangalau umewakumbuka, umewataja mzee wangu, mama yangu, dada yangu, sisters and brothers. Yaani unaweza ukashangaa mafanikio yako yanafunguka ghafla tu, mambo yako yanaenda tu Kwa nini? Kumbe ulimtaja mtu fulani. Ulipomtaja tu frequencies zikagonga kule ndini kama simu. Ukanikumbuka. Na wazee wetu wa kiroho ambao wamekwisha kutangulia, baada pengine ya kuzungumza nao, tunaamini wanatusikia na wanatusikia kweli. Wanaweza wakatupa majibu ya moja kwa moja tukayaona pengine kwa njia ya ndoto. Sana. Inawezekana. Inawezekana. Kama naongea naye hivi. Sio kuongea naye, anakuja kabisa. Huyu hapa baba, unamwona? Mama huyu hapa anakuja, mama kabisa, mama huyu hapa anakwambia, mnaongea naye. Baba mnaongea naye tena, anakwambia kabisa, mwanangu 1 2 3, umesahau kile nilichokwambia? Mbona hichi ufanyi? Mbona hivi na hivi? Anakuja pale. Ni nafsi ndo zinawasiliana, sio mwili. Ni nafsi ndo zinawasiliana pale. Nimekwambia sisi binadamu, sisi tuko katika pande hizi mbili. Tunao nafsi, upande wa nafsi ni kama gurudumu linavozunguka, linasoma network, ni kama mnara wenye kazi yake ni kusoma kunasa mawimbi. Sasa unaponasa mawimbi, unapotamka tu tayari mawimbi yameenda kwenye kitu fulani. Unapotamka tu yanaenda kwenye kitu fulani. Ni kama device, ni kama Bluetooth, wanaotumia Bluetooth au Wi-Fi. Unanasa kulingana na kitu kilichopo. Kwa mfano umewasha Wi-Fi yako kwenye simu, si ndio? Utategemea nini ziko hapa, devices ambazo ziko on, itanasa chochote kilichoko maeneo hayo. Ndivyo nafsi zilivyo. Inatuunganisha kati ya sisi, kuna ukuta kati ya sisi na ulimwengu wa kiroho. Kwa hapa tunapowasiliana, hatuwasiliani kwenye mwili. Maana yake nafsi yako inapokea mawimbi kwa kile ninachokizungumza mimi. Sasa kama unavyofanya hivi, unavyopokea mawimbi yangu ya sauti, ndivyo hivyo yanapenya hadi kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo inakuwa kama sumaku. Ni nanasa, ni mawimbi yananaswa. Kwa hiyo nafsi zetu zinawasiliana. Mimi na huyu tunaotazamana hapa kwenye TV hatuonani, lakini tunasikilizana kupitia nini? Nafsi zetu, na kuelewana kupitia nafsi.
Kwani mimi ananiona pia kupitia picha spiritual, kimvuli cha nafsi kupitia hiyo picha, hiyo TV hapo, hiyo kamera hapo. Lakini sio kwamba tuko physical. Sio unajifunza nini? Hatuko physical, lakini nafsi zinawasiliana. Yaani kuna hologram fulani inafanyika as a situation katika ulimwengu wa kiroho bila watu kutambua. Anapokuwa anasikiliza ama kutizama hichi ambacho namuelezea hapa na kumfundisha, vile ambavyo anapata mabadiliko ndani yake. Yes. Ndio ulimwengu wa kiroho huo tunaozungumzia. Sasa huo umefichwa katika namna fulani ya mawimbi. Umefichwa katika namna fulani ya mawimbi. Ni kama vile ambavyo watu tunasikiaga mchawi anaingia ndani ya nyumba, anapitia wapi? Hapajavunjwa, mlango haujafunguliwa, si ndio? Hiyo ni tutakuja kuisoma baadaye. Hiyo mchawi anaingiaje ndani ya nyumba, anatumia nini? Ni spiritual nini? Ni hiyo ni sayansi tu ya kiroho. Hapa kuna mchezo fulani unachezea. Kwani wale wanaitwa mintunge, wale wanaochukuliwa kwenye mazingara, mtu yupo duniani hapa lakini anaenda kulima, anafanya nini, hivyo ujiulizi tu, ulimwengu una mambo gani, una vitu gani? Wewe naamini, wewe uamini, lakini ndio hivyo. Kama ulivyokuja ndivyo utakavyoondoka. Kwa hivyo ni muhimu sana kupata elimu hii, mtazamaji. Sasa turudi pale mwanzo ambapo nimetaja makundi mawili. Kuna kundi la tatu. Yako 7. Karibu. Makundi yako 7. Sio, umenielewa vizuri. Lakini kuna kundi jingine ambalo tunaita ni wazazi ama walezi wetu ambao tulikuwa nao ulimwenguni hapa. Walikuwa ni viongozi wa serikali au walikuwa ni viongozi wa mataifa. Kwa mfano Mwalimu Nyerere, simeelewa, Magufuli, sijui Mkapa, wale viongozi wa kitaifa wakubwa wale, simeelewa, walikuwa na nafasi fulani katika jamii zetu. Sasa ngoja niwaambie ndugu zangu, hawa watu wanapoondoka kwenye ulimwengu haimaanishi wameondoka moja kwa moja. Wapo zao na mili yao ilipokuwepo katika ulimwengu zilitengeneza chemistry ya sisi kuwepo. Sio, umenielewa? Yaani wewe usingetokea tu bila baba yako, bila mama yako. Kwa hawa viongozi wa kiroho hawa ambao walikuwa ni viongozi wa kitaifa wana nguvu za kiroho wanapoondoka katika ulimwengu huu. Kama walivyokuwa na nguvu wakati wakiwa hai, ndivyo pia wanapokwenda kule kwenye madaraja hivyo hivyo kwa nafasi hizo. Pengine zinaweza zikawa hizo au zikawa juu zaidi kutokana na fungu na furushi aliondoka nalo. Kama ni jema. Kama aliondoka na furushi gani? Ndio tunasema hatima yake, aliondoka hatima yake imefungwa katika namna gani? Kama aliondoka kwa wema, kuna namna fulani kule. Kama huku ukitenda mema, si unaonekana tu bablai. Ukifanya kitu kizuri, kama una roho mbaya, si unajulikana. Kama una roho nzuri, si unajulikana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kule. Na tatizo la kule ni kwamba hakuna kitu kinajificha. Kama huko yani kule ni open yani. Yani kila kitu kiko kwenye reality situation. Yani hakuna kitu utasema uongo. Hakuna kitu utasema sijui hichi hivi. Kila kitu kiko kwenye uhalisia wake. Hakuna nguo kule. Kwani kule wanatengeneza nguo au hilo swali la siku nyingine, au sio? Kila kitu kiko kwenye uhalisia. Afu inakuwa kawaida kama ambavyo sasa tunajiona tupo kawaida, tumevaa mavazi. Sasa usipeleke tabia kwamba nikikaa uchi kule unakaa uchi au inakuwa kawaida kabisa. Momo. Napata kazi kuelewesha wanafunzi hao. Tutaendelea mdogo ataelewa. Sawa. Kwa hiyo hewa ya dunia